Naam, mtazamaji wa Even TV mahali popote pale ulipo, habari za wakati huu tena. Ni wakati mwingine basi na kuletea simulizi ya mapenzi kati ya mbingu na dunia, na hii ni episodi ya 6 baada ya kutazama episodi ya 5 ambapo baba yake Faith alikuwa hospitali. Katika episodi ya 6 tunaendelea baada ya siku za maumivu, machozi na subira. Hatimaye baridi kati ya Brian na familia ya Faith ilianza kuyeyuka taratibu. Lakini pale ambapo moyo wa upendo unaanza kupata joto, mara nyingi dunia hujaribu kuuzima tena kwa mtihani mwingine. Karibu, mimi ni Kiliwan. Siku kadhaa baada ya baba yake Faith kutoka hospitalini, familia ilikaa kimya muda mrefu. Faith hakusikia tena maneno ya hasira kutoka kwa baba yake, ila bado hakusema kama amemsamehe Brian. Lakini mama yake alikuwa ameanza kumtazama kijana yule kwa jicho jipya, jicho la upole. Mama Faith akamwambia mwanae, Faith, yule kijana ana moyo wa tofauti. Siwezi kumkataa kwa moyo wangu wote tena. Faith kwa tabasamu dogo akamjibu mama yake, Mama, unasema kweli? Ndiyo, lakini bado baba yako anatulia. Usifanye haraka mtoto wangu. Wakati wa Mungu ukifika, kila kitu kitawekwa sawa. Upande wa pili wa Brian alirejea kazini akiwa na furaha moyoni. Wenzake walimwona amebadilika, mwenye matumaini, mwenye bidii zaidi. Lakini kama ilivyo katika maisha, kila barabara ya furaha lazima iwe na mashimo yake. Siku moja alipofika kazini, alikuta ofisi imetawaliwa na ukimya na wasiwasi. Bosi wake, yule aliyempa nafasi ya kuwa msimamizi wa tawi jipya, alikuwa ameitwa makao makuu, na mkurugenzi mpya alikuwa mtu tofauti kabisa, mkali, asiye na huruma. Mkurugenzi yule mpya kwa sauti ya ukali, Huyu ndo Brian. Huyu ndiye mlimpa uongozi Arusha. Nahitaji mtu mwenye uzoefu wa miaka 5, si miaka 2. Brian alisimama kimya akijaribu kujieleza. Niko tayari kujifunza na kufanya zaidi ya uzoefu unaotakiwa. Tutaliona hilo. Kwa sasa unarudishwa kwenye nafasi ya awali. Moyo wa Brian ukavunjika. Alihisi kama dunia inamwangusha tena wakati anaanza kuinuka. Jioni alikaa peke yake kwenye benchi kando ya barabara, akitazama magari yanapita. Kwa sauti ya chini alijisemea, kila nikikaribia kuona mwanga, kuna mtu anazima taa, lakini siwezi kurudi nyuma tena. Siku iliyofuata alimpigia simu Faith. Ilikuwa ni mara ya kwanza kuzungumza kwa amani baada ya muda mrefu. Faith akamwambia, habari yako Brian? Brian kwa sauti ya utulivu, nipo, lakini mambo kazini yamebadilika, nimeondolewa cheo. Pole sana mpenzi, lakini mimi bado nakuona kama shujaa. Cheo hakikupunguzi thamani, unabaki kuwa Brian wangu yule yule. Maneno yale yalimgusa sana Brian. Hata kama dunia ilimwambia ameshindwa, Faith
alimkumbusha kwamba bado ana thamani. Wakati huo huo, mama yake Faith alianza kumshawishi baba yake polepole. Mama yake Faith alimwambia, "Mzee wangu, tazama kijana yule. Alikuja hospitalini bila hofu, bila kujisifu. Alikuonyesha heshima. Huyu si kijana wa kawaida." Najua, lakini moyo wa baba hujenga ukuta kwa hofu. Si rahisi kumwamini kijana ambaye hakuanza vizuri. Lakini wote tunakosea mwanzo, si kila kosa ni mwisho. Baba yake Faith hakujibu, alinyamaza kwa muda mrefu. Siku 2 baadaye, Brian alipokea simu isiyotarajia. Ilikuwa mama yake Faith. "Brian baba, Faith anataka kukuona. Amesema mwenyewe, njoo nyumbani kesho jioni." Brian alishindwa hata kuongea. Moyo wake ulipiga kasi. Brian kwa mshangao, "Mama, unasema kweli? Anataka kuona?" Mama kwa sauti ya upole, "Ndiyo mwanangu, lakini njoo ukiwa mnyenyekevu kama ulivyokuwa siku ya hospitali." Siku iliyofuata jioni, Brian alivaa suti yake ndogo ya zamani, ile aliyonunua kwa fedha za kazi ya bodaboda zamani. Akasimama mbele ya nyumba ya wazazi wa Faith, moyo ukidunda kwa nguvu. Faith mwenyewe alishindwa kuamini macho yake alipomwona akisimama nje ya lango. Akakimbia kumfungulia mlango, machozi yakimtoka. Faith alimwambia Brian, "Unajua nimekuwa nikiota siku hii kila siku." Brian kwa upole, "Na mimi nimekuwa nikiamini siku moja baba yako ataniona kwa jicho la haki." Alipoingia ndani, baba yake Faith alikuwa amekaa sebuleni akitazama mbali dirishani. Ukumbi ukawa kimya kwa sekunde kadhaa, kisha baba akasema kwa sauti ya utulivu, "Kijana, nimekuita leo si kwa maneno ya hasira. Nimekuwa nikitazama matendo yako, na moyo wa baba hauwezi kufumba macho mbele ya ukweli. Hujaacha kumpenda Faith hata wakati hakuna matumaini. Hilo si jambo dogo." Brian alishusha pumzi ndefu. "Asante baba. Siwezi kukuahidi utajiri, lakini naahidi heshima, upendo na juhudi." Baba akatabasamu. "Heshima na juhudi ndio msingi wa maisha. Nitakutazama kwa macho mapya." Faith alishindwa kujizuia, akalia kwa furaha na kumbembeleza baba yake. "Asante baba. Mungu akuongezee miaka mingi." Upendo wa kweli hauhitaji mashahidi. Unajithibitisha kwa matendo, si maneno. Hatua ya Brian ilikuwa mwanzo mpya, si wa mwisho. Lakini mwisho wa episodi ya 6, swali bado na kuacha nalo kwako wewe mtazamaji. Je, unadhani baba yake Faith amebadilika kwa moyo kweli au bado ana wasiwasi ndani? Wewe kama ungekuwa Brian, ungehisi nini siku hiyo ya kuitwa nyumbani? Ni lipi lina nguvu zaidi, upendo au heshima mbele ya wazazi? Lakini heshima hiyo, mpendwa mtazamaji, lazima
yule unayempenda akupe nguvu ya kuweza kuheshimu wazazi. Tofauti na hapo, inaweza ikawa ni tofauti kabisa. Dharau, lakini pia hata masimango, manyanyaso huweza ukatokea. Basi hadi kufikia hapo nafika tamati ya episodi hii ya 6 ya mapenzi kati ya mbingu na dunia. Usikose kufuatilia katika episodi inayofuata ya 7, ambapo utakwenda kufahamu Brian akiandaliwa chakula na familia kwa mara ya kwanza. Mimi ni Kili One.